Na mtazamaji wa Trend TV, bwana Diamond Platnumz amemeke headline kweli huko mtandaoni mara tu baada ya video yake ambayo inakwenda kwa jina la Msumari kutoka. Yani baada ya Diamond kuachia video mpya kabisa huko mtandaoni, ambapo video hiyo inakwenda kwa jina hilo la Msumari, nyimbo fulani hivi ambayo Diamond ameamua itoe ya maadhi ya Bongo Flava. Kama unavyoelewa kwamba Diamond kidogo kwa muda sasa hivi tumekuwa tukimzoea akiwa anaachia nyimbo za kuchezeka ama piano za kumwaga, lakini this time around ni kwamba Diamond Platnumz ameamua achie ngoma ya Bongo Flava pure. Nyimbo fulani vya kubembeleza, nyimbo ya mapenzi, vitu vya namna hiyo. Sasa baada ya Diamond Platnumz bwana kuachia wimbo huo ambao unakwenda kwa jina hilo la Msumari, ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo mashabiki wamevinotice bwana ni video vixen, kwa sababu sio kwamba Diamond labda eti ameachia audio ya huu wimbo, hapana. Ni kwamba Diamond moja kwa moja amenyoosha kwa kuachia music video ya hiyo ngoma ya Msumari directly. Kwa hiyo hapa mpaka tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba ngoma iko hewani, video iko hewani, lakini kitu ambacho watu wengi sana wamekinotice katika hii video mpya ni kwamba video vixen ambaye ametumika katika hii ngoma bwana si mwingine bali ni video vixen ambaye sio mgeni machoni mwa watu, hususan mashabiki wa Diamond Platnumz au watu ambao wanafuatilia muziki wake. Kwa upande wa hizi ngoma za Bongo Flava, basi huyu bwana sio mtu mgeni kumuona. Huyu video vixen katika hii ngoma ni mwanadada ambaye alishawahi kufanya kazi na Diamond hapo awali. Tunakumbuka kwamba mnamo mwaka jana Diamond, mwanzoni kabisa wa mwaka jana, wakati mwaka unaanza, Diamond aliachia ngoma back to back ambazo zote zilikuwa ni za mahadhi ya Bongo Flava. Na ngoma hizo ambazo Diamond alikuwa ameziachia bwana, moja ilikuwa inaitwa Zuena. Lakini ukiachana na Zuena bwana, ngoma nyingine ya Diamond Platnumz ilikuwa inakwenda kwa jina la Yatapita. Sasa ngoma hiyo ya Yatapita bwana ndiyo nyimbo ambayo Diamond aliamua kumtumia huyu binti ambaye ni binti mzuri, natural color, alikuwa na low cut, ni binti fulani hivi mweusi, hana mambo mengi, ndiye aliyemtumia katika huo wimbo wa Yatapita kama video vixen wake. Lakini binti huyo ndiye aliyekuja kutumika tena katika hii video nyingine ya Msumari ambayo Diamond ameitoa hivi karibuni. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Diamond Platnumz bwana ameamua amrudie video vixen wake ambaye alitumika katika video ya Msumari. This time around tena ameamua amtumie katika video nyingine ya aliyemtumia katika video ya Yatapita. This time around ameamua amtumie katika video ya Msumari. Sasa kutumika kwa video vixen huyo mara mbili katika nyimbo mbili tofauti za Diamond Platnumz, ni kwamba wadau bwana wamekuja kulizungumzia sana hilo jambo, na kama unavyoelewa kwamba Diamond bwana akiweka karibu na wadada hawa, watu lazima wataanza kuzusha kwamba kuna mahusiano na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kutumika mara mbili kwa huyu bidada kumekuja kuibua mijadala mingi sana huku mitandaoni sasa hivi. Moja kati ya vitu hivyo ni kwamba peji mbalimbali zimekuja kuanza kuhisi kwamba kuna jambo labda linaendelea low key kati ya Diamond na huyu bidada, kutokana na kwamba imekuwaje aamue kumtumia bidada huyu katika nyimbo zake mbili mfululizo. Kwa hiyo hapa peji mbalimbali zimekuja kuripoti habari tofauti. Kwa mfano hapa kuna peji amekuja ameandika kwamba bwana hivi mnatizama vizuri video moja ya Diamond, same video vixen, mnajua kwamba sina imani kabisa na Diamond Platnumz mpaka arudie video vixen ujue kabisa kwamba kuna kitu. Yani kwa kifupi hapa bwana kuna page huko za wadau mbalimbali wanaanza kuhisi kwamba Diamond kama amerudia video vixen basi kuna jambo. Yani hapa ameshaanza kuinsinuate kwamba inawezekana kukawa kuna jambo linaendelea low key kati ya Diamond Platnumz na huyu mrembo. Kuna peji nyingine hapa amekuja ameandika tu kwa kifupi kwamba dada na bahati sana huyu kufanya kazi mara mbili na Diamond Platnumz.
Peji nyingine hii hapa amekuja ameandika kwamba bwana Diamond Platnumz amempa nafasi tena mrembo ambaye katika wimbo wake wa Rara kwenye video hii nyingine ya Msumari. Lakini ukifuatilia video ya Yatapita ni video ambayo ilikuwa ina dakika nyingi sana, ilikuwa na dakika 5, lakini pia vile vile katika hizo dakika 5 Yatapita imetoka miaka 2 iliyopita na ina jumla ya views milioni 67, yani ngoma ilienda mzee. Peji nyingine wamekuja ameandika kwamba bwana mnamo mwaka 2023 Diamond alimwamini mrembo ambaye anaitwa Rara, ambaye huyu binti alikuwa katika video yake, kwenye video ambayo aliitoa mnamo mwaka huu 2023 inakwenda kwa jina la Yatapita yenye views zaidi ya milioni 67. Sasa Diamond Platnumz bwana ameachia tena ngoma nyingine inaitwa Msumari, ambapo pia nafasi hiyo ya video vixen tena amempa mrembo huyo. Rala ni miongoni mwa wanawake ambao wameshawahi kufanya kazi na Diamond Platnumz, lakini bado low key, hawapendi sana kuzungumza ovyo, hawapendi interviews wala kuforce umaarufu kama warembo wengine ambao wameshawahi kufanya kazi na Diamond. Kwa upande wako unaona kwamba mrembo huyu Rara ametisha zaidi kwenye Msumari au Yatapita? Mjadala huo. Peji nyingine hii hapa imekuja imeandika kwamba bwana Oktoba ni kwa ajili ya wewe shabiki wa Diamond Platnumz. Diamond ameandika hivyo katika ukurasa wake wa Instagram baada ya kuachia wimbo wake wa Msumari, ambapo mondani watu wamenotice kwamba amerudia video vixen ambaye alishawahi kutumika katika video ya Yatapita. Peji nyingine hii hapa na wenyewe pia wamekuja wameandika kwamba bwana huyu dada huwa ni mzuri balaa. Diamond alimtumiaga kwenye video yake ya Yatapita, lakini sasa hivi amemweka tena katika video nyingine ya Msumari. Unahisi kwamba ni nini ambacho kimemvutia Diamond kwa huyu dada? Peji nyingine hii hapa amesema kwamba bwana Diamond amemtumia tena mrembo ambaye anafahamika kwa jina la Miss Waki kwenye video yake ya Msumari. Mrembo huyu kama ukiwa makini ukitazama video ya Yatapita basi utaelewa kwamba ni yule ameamua kumrudia. Nyingine hii hapa wamekuja ameandika kwamba bwana Diamond ameruka na huyu mrembo mara 2 katika project 2 tofauti. Diamond amemtumia tena mrembo Miss Waki kwenye video yake ya Msumari. Hii inamaanisha nini wadau? So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Mijadala imekuwa ni mingi kweli kufuatia kwa Diamond Platnumz kufanya kazi na mrembo mmoja katika video 2 tofauti. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.